Allah amemwambia mtume wake, ma kunta tadri mal kitabu wala al-iman, wewe ulikuwa ni mjinga, hujui chochote, hujui kitabu wala hujui imani ni nini. Hivi vitu umeandaliwa na ukapewa, ukakuwa navyo, kwa hivi ukawa una manufaa makubwa kwa watu wako. Qala al-Imam al-Jalal, mwana wa chuoni aliandika tafsiri ya Qur'ani inaitwa Jalalain, amesema kwenye tafsiri ya aya hii, wa wajadaka dhallan fahada, Mola wako amekukuta ni mpotovu akakuongoza. Kwenye Jalalaini anasema shekhe, ay wajadaka dhallan, Mola wako amekukuta ni mpotovu, kwamba uko kwenye mazingira ya upotovu. Amma anta alaihi, ulikuwa umepotea kutokujua haya unayoyajua sasa hivi, hukuwa nayo. Mmefahamiana? Kabla hajapewa utume, si alikuwa anatoka Maka, anakwenda nje ya mji mapangoni huko peke yake, usiku mchana kapiga kambi, anafikiri jinsi ya kumwabudu Mola wake wa kweli na jinsi ya kuwasaidia watu wake waachane na tabia hizi mbaya walizonazo. Hajui aanze wapi, aanze vipi. Kwa hiyo ndo aina ya upotovu alokuwa nayo, hajui. Kwa hiyo huyu bwana shekhe aliandika Jalalaini, anasema wajadaka dhallan amma anta alaihi, Mola wako amekukuta hujui kitu katika hivi unavyovijua sasa hivi. Upotovu wake ni kwamba hana elimu na maarifa ya kuleta kile ambacho anakitamani moyoni mwake. Wa wajadaka dhallan amma anta alaihi alana, Mola wako alikukuta wewe huko kwenye upotovu, hujui kabisa kwenye hivi ambavyo unavijua sasa hivi. Hivi vyote hukuwa navyo, hakukuta huna kitu mina shariati, katika sharia ya kuwaongozea watu. Fahadaka ilaiha, Mola wako ndo aliyekuelekeza mpaka ukafahamu sharia na utaratibu wa kuwaendeshea watu au kuwaongoza watu, kuwaelekeza, kuwakataza. Wakila, na panasemwa vile vile, dhalla fi ba'dhi shi'abi Makkah, mtume kuna kipindi katika udogo wake alipotea katika mitaa ya Maka, kama watu wanavyopotea mjini. Pita anatembea, njia zikamchanganya, akawa hakujua ya kurudia nyumbani ipi. Wengine wanasema upotevu wenyewe alipotea njia, kama anavyopotea mtu mwingine yote. Kila panasemwa dhalla fi ba'dhi shi'abi Makkah wa huwa saghirun, alipotea katika baadhi ya mitaa ya Maka alipokuwa mdogo. Faradahu Allahu ila jaddihi, Allah akamrejesha kwa babu yake Abdul Muttalib bila shaka. Qala Abu Hayani, mwana wa chuoni mwingine Abu Hayani anasema, la yumkin hamluhu ala dhalali, aya hii haimkiniki kuibeba kwenye upotovu huo waliokuwa nao wapotovu, ukasema hata na yeye mtume aliishi maisha ya upotovu sometimes. Haimkiniki kuitafsiri hivyo. La yumkin hamluhu ala dhalali alladhi yuqabiluhu alhuda, haimkiniki tukaitafsiri kwamba Allah alimkuta na yeye yuko kwenye maisha ya upotovu, kama watu wanawashikaji na yeye anawashikaji, wanazini na yeye anazini, wanalewa pombe na yeye aliwahi kulewa, walifanya shirki na yeye alifaa. Hapana, hajapitia hayo. Haimkiniki kabisa kutafsiri hivyo. Lianna al-anbiya ma'sumun min dhalik, kwa sababu mtu yeyote anayeandaliwa kuwa ni nabii anakinga tangu anazaliwa. Mazingira haya hapitii nayo. Manabii wote wanakuwa maasumun, hawafanyi mambo ya ujinga tangu udogo wao mpaka wanapokabidhiwa majukumu ya uongozi. Qala Ibn Abbas, bwana Abdullah ibn Abbas amesema, huwa dhalaluhu wa huwa fi sigharihi, kupotea huku ni kule kupotea kwake alipokuwa mdogo, kama ilivyosemwa hapo juu. Alipotea tu mitaa fi shi'abi Makkah, katika mitaa ya Makkah.
Waqila, na panasemwa dhalla wa huwa ma ammihi, aliwahi kupotea kwenye safari akiwa na ami yake, fi tariqi Shami, walipokuwa wanaelekea Sham kibiashara, wanatoka Maka wanaenda zao Sham. Alipotea, akapoteana na ami yake. Yanasemwa hayo yote. Mradi maneno makubwa na muhimu ni yale tuloambiwa hapo juu. Alikuwa hajui vipi aanze kuongoza watu wake. Kupotea kwenyewe ndo kulikuwa hivyo, au ni mazingira aliyokulia ni ya upotovu mtupu, na kwa hali yake yeye ya kuwa ni mtoto yatima na hakuna aliyekuwa anajali mtoto wa mwenziwe, ilikuwa mazingira yamchukue aingie kwenye mkumbo wanaoingia mayatima wengine, chokora, watoto wa mitaani na vinginevyo. Allah amemuhifadhi na hayo. Mazingira yalikuwa mabaya, lakini ubaya wa mazingira haukumharibu, haukumchafua. Allah kamtunza. Wawajadaka ailan, na alikukuta masikini, faaghna, akakutajirisha. Yani wawajadaka faqiran, Mola wako alikukuta wewe fakiri. Yani fakiri na maskini vina maana moja, inakaribiana, lakini maskini huwa afadhali zaidi kuliko fakiri. Fakiri ndio yeye kapoteza zaidi. Fakiri inawezekana haja zake za kutwa hazitimizi, lakini maskini anaweza akahangaika, mahitaji ya lazima ya kutwa akayapata, akabaki kesho tu aamke akiwa yuhai mzima, ana nguvu, akachume tena. Maskini anaweza kuwa anayamudu maisha yake, lakini kuna mambo mengine yanakuja ya lazima akashindwa kuyapata, akalazimika akope au vinginevyo. Fakiri yale ya lazima ya siku hayapati. Kwa hiyo wewe Mola wako alikukuta faqiran, ni muhitaji, una hali ngumu. Muhtajan, muhitaji. Faaghnaka anil khalqi, Mola wako amekutajirisha kwa kukufanya huwategemei viumbe. Aghnaka anil khalqi, kakufanya ni mwenye kinaya ya nafsi, hukuwa ukajidhalilisha kwa viumbe, kumuomba huyu, kumuomba huyu, kumuomba huyu, ukawa unatosheka na hali ulionayo. Wanasimulia watu wa sira kwamba kuna kipindi kabla hajafa mama yake alichukuliwa na mama wa kulea, na ndiye aliyemnyonyesha, Halimatu Saadia. Akatoka Maka akaenda akakaa huko majangwani, huko vijijini. Walikuwa wana utamaduni huo wa Arabu. Huyu mama alivutiwa sana na tabia ya huyu mtoto na akimpenda kupita kiasi, maana alikuwa hana utaaradhi mtoto. Pamechelewa kupikwa hadai wala halalamiki njaa. Alikuwa na marafiki, akiitwa wakati wa chakula anakuja na marafiki zake nyumbani. Chakula alichotayarishiwa yeye mtoto mmoja anakula na marafiki zake wote. Akishamaliza haendi akasema sijashiba, anarejesha chombo kakinai. Hajamuachia mlezi wake vyombo akoshe, yeye akishakula anakosha vyombo, anaweka kila kitu mahala pake. Alikuwa mtoto mdogo, lakini anaishi maisha ya mtu mzima. Watu wengine katika watoto wenziwe shida zao wanakuja kuleta kwake, anatatua matatizo yao, anawapa maelekezo. Tangu udogo wake alikuwa ni mtu wa maajabu maajabu maajabu. Kwa hiyo hajajifanya mzigo kwa watu, na shida ya hichi, sina nguo, nataka pesa, na hakuwa na maisha hayo. Alikuwa ni mtu anayetosheka, anayeridhika. Kwa hiyo huko ndo kutajirishwa alikotajirishwa. Hata humjui huyu sasa hivi ana shida gani, anahitaji nini, kama hukuona zile alama za kimaumbile. Maana mwenye shida anajulikana, taarifunahum bisimahum, mwenye shida mnawajua kwa alama zao. Kwa hiyo alikuwa ni mkwasi kwa sababu moyo wake ni sultani. Allah kamfanya awe na kinaya, ana kinaya alichopata. Kwa hiyo wajadaka faqiran muhtajan, Mola wako kakukuta wewe ni fakiri, mtu muhitaji, yani unahitaji sana. Faaghnaka anil khalqi,
Mola wako alikutosheleza usiwategemee viumbe. Kuombaomba nako kunamfanya mtu adhalilike. Kujifanya mtegemezi unapoteza murua wako kwa watu. Kwa hiyo alikuwa si mtu mwenye kutegemea kwa watu, anatosheka na alichonacho. Kidogo akipewa, kala, kashiba, asemi sijashiba. Kashiba sawa, hakushiba sawa. Yeye anaona ndo siku imepita. Bima yassara laka min asbabi tijara. Mola wako amekutajirisha, kakufanya usiwategemee watu. Bima yassara laka, kwa lile alilokuwepesishia, alilokurahisishia. Min asbabi tijara, kakupa sababu za biashara. Kwa ulikuwa unafanya biashara, unapata faida yako unayopata, ikawa inakutosha mwenyewe kwenye maisha yako. Walamma addada alayhi hadhihi ni'ama thalathi, baada ya Allah kumuorodheshea neema hizi tatu alizomneemesha nazo. Neema ya kwanza ni uyatima, kamtunza kwenye uyatima wake. Neema ya pili ni mazingira ya upotovu, akamsalimisha na kupotea, kamuongoza hakupotea. Na neema ya tatu ni umasikini, akamtajirisha kwa kumpa kinaya na kutosheka na kichache anachopata, hakuwategemea watu. Kamtajia hizo neema tatu. Halafu akafuatisha baada ya neema tatu, wasahu bithalathi wasaya, Allah amemuhusia nyasia tatu. Baada ya kumtajia neema tatu, akafuatisha wasia tatu hapo mbele. Mukabiliha, baada ya hizo neema tatu akampa wasia tatu. Faqala, akamwambia kwa kumuhusia, fa amma al-yatima fala taqhar, basi kama ulivyouona uyatima na ukaona madhara yake kwa mayatima wengine, wewe Allah akakuondolea madhara hayo, kakutunza vizuri, basi na wewe hakikisha yatima chini yako hadhaliliki. Fa amma al-yatima, basi ama yatima, kwa sababu sasa hivi mtume ana authority and power, ni kiongozi wa umma, yuko juu na maamuzi. Anaambia chini ya dhamana yako hii ya kuwa kiongozi, hakikisha yatima hadhaliliki. Haina maana kwamba agizie popote panapo mtoto yatima nileteeni kwangu nile. Haina maana hiyo. Maana ya uongozi ni kujua shida za watu na kujua vipi nitazitatua, kujua vipaji walivyo navyo watu na uwe na uwezo wa kuvitumia kwa manufaa ya umma ya wengi. Kuwa wewe kiongozi haina maana wewe ndo unajua kila kitu kuliko watu wengine, au unaweza kila kitu kuliko watu wengine. Haina maana hiyo. Wewe kiongozi ni kama kuonyesha njia tu. Lazima uwe na dira, hawa watu wangu ninawapeleka wapi? Leo wako hapa, ni waboreshe kipi? Kwa muda gani? Uwe na plani.